Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 7, vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mhubiri 12 mstari wa 14. Fumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amina. Hebu kila mmoja afikiri ni taarifa gani iliyoandikwa katika vitabu vya mbinguni kuhusu maisha na tabia zetu na mtazamo wetu juu ya Mungu. Je, upendo wetu kwa Mungu umeongezeka katika mwaka uliopita? Ikiwa Kristo anakaa ndani yetu kweli kweli, tutampenda Mungu, tutapenda kutii amri zake zote, na upendo huu utaendelea kuwa wa kina na kuimarika. Ikiwa tunamwakilisha Kristo ulimwenguni, tutakuwa wasafi wa moyo, maisha na tabia. Mazungumzo yetu yatakuwa matakatifu. Hila haitakuwepo mioyoni wala midomoni mwetu. Hebu tuyachunguze maisha yetu ya kale na kuona kama tuna ushahidi wa upendo wa Yesu, kwa kutafuta kuwa kama yeye na kwa kufanya kazi kama yeye, kuokoa wale aliowafia. Kuhusiana na wanafunzi wa Yesu waliojitoa kikamilifu na wenye bidii, imeandikwa kuwa Yesu hakuona haya kuwaita ndugu zake walioonyesha roho wake na kufanana naye. Kwa kazi zao walishuhudia daima kuwa ulimwengu huu si nyumbani kwao. Uraia wao ulikuwa juu. Walikuwa wakitafuta nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Mazungumzo yao na matamanio yao yalikuwa juu ya mambo ya mbinguni. Walikuwa ulimwenguni, lakini si wa ulimwengu. Katika roho na matendo, walitengwa na mienendo na desturi zake. Kielelezo chao cha kila siku kiliwashuhudia kwamba waliishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumaini lao kuu lilikuwa sawa na la Bwana wao, wokovu wa roho. Kwa ajili ya hili walitaabika na kujinyima, wakiyahesabu maisha yao kuwa si kitu. Kwa wanafunzi wa jinsi hiyo, Yesu anaweza kuwatazama kwa kuridhika kwa wawakilishi wake. Kupitia kwao, tabia yake haikuwakilishwa vibaya. Mungu amepanga kuwa maendeleo ya kazi yake ulimwenguni yategemee kazi na kujinyima kwa wafuasi wake. Wokovu wa nafasi zetu uliinuliwa kwa zawadi isiyo na ukomo ya mwana wa Mungu. Yesu aliacha mbingu, akaweka kando utukufu wake, akaacha ushirika na ibada ya malaika wasio na dhambi, na kwa ajili yetu akajinyenyekesha hata mauti ya msalaba. Na sasa sisi ambao tumekuwa washirika wa zawadi yake kuu, tunatakiwa kuwa washirika wa kafara yake pia, tukiwaenezea wengine baraka za wokovu wake. Hakukuwa na chembe ubinafsi katika maisha ya Kristo. Wale wote wanaotenda kazi pamoja na Mungu watakuwa na roho ile ile kama aliyokuwa nao Bwana wao.
wataendelea kukua katika kujitenga na ubinafsi, wakikataa kuendekeza nafsi hata katika mambo ambayo hapo awali hayakuwa na hatia kwao. Na pale utukufu utakapoonekana, watashangilia pia kwa shangwe kuu. Utasoma The Signs of the Times la Disemba 22 la mwaka 1890. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 7, vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa somo hili la siku ya leo. Asante kwa kutuwezesha kujifunza na kuyaelewa. Baba, tusaidie tuweze kuyaishi sasa na mapenzi yako, ili vitabu vya mbinguni vitakapofunuliwa, majina yetu yaonekane kuwa tumetenda mema mbele zako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Anakuja.